Tafakari juu ya Mathayo 24 fungu la kwanza hadi 13. Fungu la kwanza la pili inaanza kwa kusema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Siku mbili kabla ya Pasaka, wakati Kristo alipokuwa ameondoka hekaluni kwa mara ya mwisho baada ya kukemea unafiki wa viongozi wa Wayahudi, alitoka tena na wanafunzi wake hadi katika mlima wa Mizeituni, na alikuwa pamoja nao kwenye mteremko wenye nyasi upande unaotazamana na mji wa Yerusalemu. Kwa mara nyingine tena alitazama kuta zake, minara yake na nyumba zake za kifalme. Mara nyingine tena alitazama hekalu katika mwanga wake wa kushangaza, taji la uzuri likiufunika mlima mtakatifu. Historia inaeleza kuwa baada ya kuharibiwa kwa hekalu la kwanza na mfalme Nebukadneza, lililojengwa kwa fahari kubwa na mfalme Suleiman, hekalu la pili lilijengwa upya takriban miaka 500 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo na watu waliotoka utumwani. Baadaye katika mwaka wa 20 kabla ya Kristo, Herode mkuu alianza kuwekeza kwenye jengo hili kwa kulipanua, akitumia utajiri wa Kirumi na hazina za Kiyahudi, na hata mfalme wa ulimwengu alileta zawadi kwa ajili ya uboreshaji wa hekalu. Na wakati linaharibiwa na Warumi mwaka wa 70 baada ya Kristo, lilikuwa bado linaendelea kujengwa. Matofali ya marumaru nyeupe yenye ukubwa wa ajabu, yenye uzito wa zaidi ya tani 100 yalisafirishwa kutoka Rumi kwa kusudi hilo. Yalikuwa sehemu ya jengo hilo, na haya ndiyo matofali ambayo wanafunzi walimuonyesha Bwana wao wakisema, tazama yalivyo mawe na majengo haya. Marko 13 fungu la kwanza. Ukuta wa jengo upande wa mashariki ulifunikwa kwa dhahabu, gold plates, iliyokuwa ikiakisi jua la asubuhi na kulifanya jengo lionekane kwa umbali mrefu. Kwa uzuri, ubora na uimara wa jengo, Waisraeli walijivunia na haikuwa rahisi kwa yeyote kulibomoa. Lakini kwa mshangao, Yesu alisema, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Mathayo 24 fungu la pili. 24 fungu la tatu, Mathayo anasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Historia inaeleza kuwa urefu wa mlima wa Mizeituni ni futi 2723 kwenda juu, ukitokea kaskazini kuelekea kusini kwa umbali wa maili 2.5. Ukiwa kwenye mlima huu unaitazama Yerusalemu kwa upande wa mashariki kuvuka bonde la Kidron. Ni katika mlima huu mara kwa mara Yesu alikwenda kufundisha. Utasoma 24 fungu la 3 Mathayo. Alikwenda kuomba, utasoma katika Luka 22 fungu la 39 na 40. Na alikwenda pia kupumzika, utaona katika Luka 21 fungu la 37. Kwenye mteremko wake upande wa magharibi, jirani na kitako chake, kuna eneo linalojulikana kwa jina la bustani ya Gethsemani, ambapo Yesu alilia kwa uchungu kabla ya kusulubiwa kwake, kwa mujibu wa Luka 22 fungu la 39 hadi 46, Marko 14 fungu la 32. Ni katika mlima huu alitoa masomo ya unabii wa siku za mwisho, Mathayo 24 hadi 25. Lakini pia katika mlima huu alipaa kwenda mbinguni, Matendo 1 fungu la 9 hadi 12, na kupitia mlima huu atarudi tena duniani, kwa mujibu wa Zekaria 14 fungu la 4. Na katika mlima huu wanafunzi wa Yesu walimwendea na kumuuliza Yesu maswali ya msingi sana juu ya kuharibiwa kwa Yerusalemu, dalili za ujio wa Yesu pamoja na mwisho wa dunia. Wanafunzi waliomwendea Yesu kwa faragha ni Petro, Yakobo, Yohana na Andrea. Utaisoma hiyo katika Marko 13 fungu la 3. Hawa walikuwa ni marafiki waliokuwa kwenye mduara wa ndani wa urafiki wa Yesu, na maswali waliomuuliza Yesu yalidhihirisha kuchanganyikiwa kwao. Walihusianisha kuharibiwa kwa Yerusalemu na matukio ya kuja kwa Kristo mwenyewe katika utukufu wa muda na kuketi kwenye kiti cha enzi cha mfalme wa ulimwengu wote, kuadhibu Wayahudi wasiotubu na kulikomboa taifa kutoka katika kongwa la utumwa wa Kiyunani. Bwana aliwaambia kuwa angekuja mara ya pili. Hivyo kwa kutaja hukumu ya Yerusalemu, akili zao zilirejelea kuja kule, na walipokuwa wamekusanyika pamoja wakimzunguka Mwokozi juu ya mlima wa Mizeituni, waliuliza, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Akifafanua zaidi, Maxwell alisema, wanafunzi waliuliza mambo hayo yatakuwa lini, wakirejea habari za kuharibiwa kwa hekalu, na nini dalili za kuja kwako na mwisho wa dunia, wakirejea habari za mwisho wa dunia. Mwisho wa hekalu na mwisho wa dunia wakati ujio wa Yesu Kristo mara ya pili vilichukuliwa na wanafunzi wa 4 wa Yesu
kuwa ni tukio moja. Waliamini kwamba ni mwisho tu wa dunia ungeliweza kupelekea uharibifu wa hekalu, eneo maalum la ibada ya Mungu wa kweli, kutokea. Katika kulijibu swali la wanafunzi wake, Yesu mwenyewe pia alihusianisha matukio yote mawili, mwisho wa hekalu na mwisho wa dunia, kwa kurejea matukio makubwa mawili. Kwa habari ya kuharibiwa kwa hekalu, aliwapa ishara isiyokosewa kwamba basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile leo neno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Mathayo 24 fungu la 15. Na kwa habari ya mwisho wa dunia alisema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24 fungu la 14. Katika fungu la 5 hadi 13, Yesu anataja mlolongo wa matukio kabla ya kufika kwenye tukio kuu litakalopelekea hatima ya ulimwengu, akisema fungu la 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watawadanganya wengi. Fungu la 6, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Fungu la 7, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali, hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Fungu la 9, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, na watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Fungu la 10, ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Fungu la 11, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Fungu la 12, na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. 13, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Baada ya majibu ya Yesu, muda mfupi uliofuata, wanafunzi wake waliomuuliza swali katika fungu la 3 la Mathayo 24 walianza kushuhudia chuki ya shetani dhidi yao, ambayo ilipelekea utimilifu wa kile Yesu alichotabiri. Petro alisulubiwa msalabani huko Rumi, huko kichwa chake kikiangalia chini na miguu yake ikielekea juu, kwa sababu ya kusimama imara kwa Yesu Kristo. Yakobo alitupwa chini kutoka katika kilele cha mnara mrefu wa kusini mashariki mwa hekalu, takriban futi 100 kwenda juu. Walipogundua kwamba hakufa baada ya kutupwa, walimpiga kwa rungu hadi kufa kwake. Inasemekana kuwa mnara huu ni ule ambao shetani alimpandisha Yesu wakati wa kujaribiwa kwake. Yohana alikumbana na mateso kwa sababu ya Injili kwa kuchemshwa katika pipa kubwa la mafuta wakati wa uvumi wa mateso ya Rumi. Ingawa aliokolewa kimuujiza kutoka katika kifo baada ya kuchemshwa katika pipa la mafuta, bado aliendelea kukumbana na changamoto nyingi katika maisha yake. Alihukumiwa kwa kutupwa katika kisiwa cha Patmo, ambapo aliandika kitabu cha Ufunuo, na baadaye alifunguliwa na kurudishwa katika nchi ambayo leo inaitwa Uturuki, ambapo alimalizia kuandika kitabu cha Ufunuo. Baada ya mateso mengi, alikufa akiwa mzee. Yohana ndiye mtume pekee wa Yesu aliyekufa kifo cha kawaida, natural death. Andrea alisulubiwa kwenye msalaba wenye umbo la X huko Ugiriki ili kurefusha maumivu ya uchungu wake baada ya kuchapwa kwa mijeredi mingi na walinzi 7. Wafuasi wake waliripoti kuwa wakati akiongozwa kuelekea msalabani, Andrea alitamka maneno yafuatayo: kwa muda mrefu nimengoja na kutamani sana saa kama hii ya furaha. Msalaba umekwisha takaswa kwa mwili wa Kristo ulioangikwa juu yake. Aliendelea kuhubiria watesi wake kwa siku 2 hadi alipokata roho. Sambamba na hao wanafunzi waliokuwa kwenye mduara wa ndani wa rafiki wa Yesu, waliokuwa kwenye mduara wa nje pia walikabiliana na mateso makali. Mathayo aliteswa kwa ajili ya Injili huko Habeshi na aliuawa kwa upanga, yaani walimkata hadi kufa. Bartholomayo ambaye anaitwa Nathaniel alikuwa mishonari huko Asia. Alimshuhudia Kristo kwenye maeneo ya Uturuki na akauawa kwa sababu ya kuhubiri Injili huko Armenia kwa kupigwa mijeledi. Tomaso alichomwa mkuki huko India akiwa katika safari zake kama mishonari wa makanisa ya India. Thadayo, mtume aliyechaguliwa kuchukua nafasi ya Yuda Iskarioti, alipigwa mawe na kichwa chake kukatwa. Mtume Paulo aliteswa na baadaye kichwa chake kukatwa na mfalme mwovu aliyeitwa Nero huko Rumi mnamo mwaka wa 67 BK. Mitume wa Yesu pamoja na wafuasi wake wengi walipitia nyakati ngumu sana, lakini walivumilia hadi kufa pasipo kusalimu amri, wakisimama kwenye kauli aliyotoa Yesu ya kwamba mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka.
Mpaka sasa tumeshuhudia watu wengi wakijiita Yesu katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, na wamedanganya wengi. Tumesikia habari za vita kwenye mataifa mbalimbali ikiwemo Kongo, Sudani, Urusi, Ukraine, Israel na Palestina. Na tazidi kushuhudia vita na wapendwa wetu maelfu kupoteza maisha. Yesu anasema hayo hayapaswi kututisha, maana lazima yatatokea, lakini si kwamba yanapotokea ndiyo mwisho wa dunia. Tunaposikia habari za njaa na matetemeko, tukumbuke ndiyo mwanzo wa utungu. Watu watasalitiwa ili wapate dhiki, watauawa na kuchukiwa na mataifa kwa ajili ya jina la Yesu. Wengi watajikwaa, watachukiana na kusalitiana. Katika hili tumeshuhudia ndugu kwa ndugu wakitendeana kwa ukatili, na tumefikia wakati ambapo ni heri ukutane na mnyama mkali kuliko kukabiliwa na mwanadamu wenzako. Manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi, na kadiri maasi yanavyoongezeka, upendo wa wengi utapoa. Yesu anamalizia kwa kusema mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Neno kuvumilia limetafsiriwa kama namba 1, kupitia magumu pasipo kusalimu amri. Namba 2, kuendelea na hali ulio nayo. Namba 3, kubaki imara katika mateso pasipo kutoka mstarini. Na hiyo ni kwa mujibu wa Webster's Collegiate Dictionary ya mwaka wa 2003. Yesu anaposema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka kwa mujibu wa Mathayo 24:13, anamaanisha tunapokabiliwa na majaribu pamoja na machungu yote yaliyotabiriwa, tunapaswa kukabiliana nayo pasipo kusalimu amri. Tunapaswa kukabiliana nayo wakati hali zetu za ndani, furaha, amani, imani, akili zetu na mitazamo ikibaki vile vile. Pia tunapaswa kukabiliana na majaribu pamoja na machungu yote pasipo roho na nafsi zetu kutoka kwenye barabara ya wokovu, na tudumu kwa tabia ya Baba yetu, ndipo tutaweza kuokolewa. Yesu alitoa unabii huu kutuimarisha, kututahadharisha na kutusaidia kudumu kumfuata yeye, tukiamini kwamba baada ya hayo yote ni lazima mwisho utakuja, na kwa uvumilivu wetu tutapata thawabu ya uzima wa milele. Ni kweli kwamba kwa sababu ya jina la Yesu umenyimwa haki yako, umetengwa na ndugu, jamaa na marafiki, umenyanyaswa na kunyanyapawa. Mpendwa, vumilia. Ni kweli kwamba kwa changamoto ulionayo, wengi wanakushawishi kwenda kwa waganga wa kienyeji, wanakushawishi kwenda kwa manabii wafanyao miujiza, lakini ni wa uongo. Usikubali kuyumbishwa imani yako. Vumilia. Ni kweli kwamba kwa sababu ya jina la Yesu wapo waliokosa makazi, wapo wanaokabiliwa na njaa pamoja na majanga mbalimbali. Tunapaswa kuombea uvumilivu, imani zao zisitindike, tukikumbuka kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka.